Na kitendawili kikubwa ambacho Wakenya bado hawajapata kukitegua ni nani ambaye anaenda kukutana na William Samoei Ruto kwenye meza ya upinzani mwaka wa 2027. So bwana, leo tunaenda kuipanga meza ya upinzani kwa mfumo wa mpira ili tuweze kuelewa ni nani ambaye ni mfunga goli mwaka wa 2027 kwenye uchaguzi mkuu ujao. So kwenye hii video ya siku ya leo create a team. Tunaenda create a team ambayo inaenda gang up against William Samoei Ruto ili tuweze kuona kama kweli wamechemsha ama wako ndani. Na kama hiyo team haijakufurahisha, wewe utaweza kutuambia ni nani ambaye tutaweza kumtoa kwenye hiyo structure. Tutaweza kumtoa kwenye hiyo team, tumweke substitute, na yule ambaye yuko substitute ni nani tumuingize kwenye team, na tutamweka wapi ili tuweze kupata a very possible solution ya kile ambacho kinaenda kutokea 2027. Ikifika hiyo siku, isikuwe ni kwamba hatukujua wala hatukutarajia, ila tujue ni nani ambaye alibashiri kwa njia ambayo ni ya sawa. So tuende nalo hadi tamati. Mimi ni wako Billy, hii ni Mwanangu Podcast TV. Kwa fursa hii kuweza kusubscribe, kulike na kucomment tunapozama ndani. Bwana, unyama ni mwingi sana. Hapa kwenye screen yako unaweza kuona wachezaji. Unaweza kuona wachezaji 11. Mimi nitaweza kupanga timu yangu ambayo ninaamini ya kwamba hiyo timu inaweza ikambandua William Samoei Ruto kutoka katika mamlaka. So nitakapomaliza kuijenga hii timu, na wewe utaniambia kama hiyo timu inaweza ama haiwezi. So twende nalo hadi tamati nitakapokuwa ninaanza kuitengeneza hii timu, na wewe pia uweze kuona nani anafaa kuwa wapi, nani anafaa kutolewa hapa tumweke pale. So hapa kama nilivyokuambia niko na timu ya wachezaji 5. Niko na timu ya wachezaji 5 na hao wachezaji 11, kunradhi. Niko na wachezaji 11. So kwa hii timu yangu mimi nitaweza kumchukua Senator Mathew. Senator Mathew nitamweka hapa kwenye lango, ushaelewa. Huyo ndo namba 1 wangu ambaye nitamchukua nimweke pale kwenye lango, ushaelewa. Kisha nitatafuta my back 4. Unajua formation ambayo nitakuwa naicheza leo ni 4-2-3-1. Hiyo ndio formation ambayo nitakuwa naitumia siku ya leo. So kwenye ulinda lango ama kwenye goli nitakuwa namweka Senator Mathew, ushaelewa. Kisha namba 2 wangu upande wa kushoto nitamweka nani? Upande wa kushoto nitamweka Mithika Linturi. Mithika Linturi ndo nitamweka hapo kwenye namba 2, ushaelewa. Aweze kupiga winga moja hatari sana pale. Alafu nimchukue nani huyu? Nimchukue namba 3 wangu. Namba 3 wangu yuko wapi? Namba 3 wangu nitamweka Justin Muturi. Huyu ndo atapiga hii ngoma hapa. Ataweza kuipiga hii ngoma ya namba 3 hapa. Huyu Justin Muturi, ushaelewana. Huyu ndo atasaidiana na Mithika hapa kwa ulinda lango, ushaelewa. Then nimchukue nani? Nimchukue Richard Onyonka. Mtafuta Richard Onyonka nimweke hapa ili Mathew asipate shida sana. Mathew asipate shida sana kwenye safu ya ulinzi, ushaelewa. Kisha huyu atakuwa namba 5 wangu. Huyu nitamweka hapa kwa sababu huyu ni winga moja hatari sana. Huyu anaitwa Richard Onyonka. Huyu ni winga mmoja hatari ambaye atacheza my right back, ushaelewa. Alafu namba 4 wangu nitamweka Eugene Wamalwa. So hii ndio full defense yangu ambayo nitaweza kucheza nayo kwenye safu ya ulinzi ambayo itakuwa ina face William Samoei Ruto come 2027. Alafu sasa tunaingia kwenye very important part. Safu ya kati.
tunaingia kwenye safu ya kati, na hapa kwenye safu ya kati huwa inakuwa tricky sana. Hapa huwa inakuwa tricky kidogo kwa sababu umejua hapa katikati ndio kunataka supplier, wale watu ambao wako very strong kwa kusupply mipira either kwa defense ama kusupply mipira kwa wale maforward ambao wako pale mbele. So mimi kwa upande wangu nitakuwa namchukua bwana Rigi. Rigi G atanipigia pale safu ya kati. Yeye ndo atakuwa ananipigia pale safu ya kati. Licha ya kwamba Rigi G ako na kadi ya njano kwa sababu mambo yake bado hayajulikana, so atacheza kwa safu ya kati. Ushaelewa? Yana kadi ya njano, nitampa kadi ya njano kwa sababu mambo yake hayajakaa vizuri sana, kwa sababu tunajua kwamba ako na kesi ambayo inaendelea pale kotini, na ni kesi ambayo iko mahakamani, so tutampatia yellow card yule Rigathi Gachagua. Alafu atasaidiwa na nani? Licha kuwa ako na upungufu, Rigathi Gachagua ataweza kusaidiwa na nani? Atasaidiwa na George Natembeya hapa katikati. Ushaelewa? Acha niweke hawa juu, niweke hawa juu. So ataweza kusaidiwa na George Natembeya hapo katikati. Ushaelewa? So niko na mid yangu hii nitaisongeza. Hii mid yangu nitaiweka hapa ndio ikuwe ni katikati vizuri. Nitaweka hapa. So hawa ndo watakuwa kwa safu. Alafu nitaweka hapa katikati ndio waonekane vizuri. Very good. Nitaweka hapa katikati hivyo. So niko na safu ya ulinzi ambao ni watu 4. Alafu niko na watu wawili pale katikati wa nguvu, George Natembeya na Rigathi Gachagua. Ushaelewa? Alafu kukando kwenye attacking wing nitamweka Babu. Hapa nitacheza na Babu Owino. Nitacheza na Babu Owino. Alafu hapa mbele nicheze na watu, hapa inafaa nicheze na watu 3 ambao wanaenda kumsupplyia striker wangu goli. Ushaelewa? So hapa nitabidi nicheze na wawili. So hapa nitacheza na wings. So most probably according to me, mimi nitacheza hivi hii kadi. Nitacheza huyu, nitamweka hapa. Nitamweka Musyoka huku kando, Babu Owino nitamweka huku kando. Ushaelewa? Alafu mahali ambapo tumesubiria kwa hamu na gamu, hapa mbele nitawaweka hawa wawili. Huyu atakaa hapa na huyu mwingine atakaa hapa. Hawa ndio wataweza kumenyana naye William Samoei Arap Ruto. So sijui ni nani kati ya huyu Sifuna na Fred Matiang'i. Kati ya Edwin Sifuna na Fred Matiang'i, sijui ni nani atamwachia mwingine aweze kulifunga ili goli. Lakini hawa wawili wakiweza kudecide ni nani ambaye anaenda kutembea pamoja naye William Samoei Ruto kwenye debe, itakuwa ni vizuri sana. So wewe ukiangalia hii formation, ushaelewa? Acha niweke hapa ndio ionekane kwamba wako kwa goli. Wewe ukiangalia hii formation unaona iko sawa, ama tunafaa kufanya reshuffle tujue ni nani anafaa kukua wapi, ni nani anafaa asikue mahali fulani. So hiyo ndo timu yangu ambayo nimeweza kuipanga. Na most probably najua maybe haijakufurahisha kwa njia moja ama nyingine, ama maybe unaona kwamba ni nzuri zaidi kushinda ile ambayo ulikuwa umeipanga wewe. So wacha tuone itakuwa namna gani mwaka wa 2027. So nataka wewe pia uniambie ni nani ambaye unaona kwamba tumekosea kumweka pale, na una prefer kwamba akiwa pale, ama huyu akiwa hapa, huyu akiwa pale, huyu akiwa hapa, huyu asipokuwa hapa, mambo yatakuwa ni mwecheche, mambo yatakuwa ni bomba, na unyama utakuwa ni mwingi hata zaidi. So zidi kusema nasi, zidi kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Mwanangu Podcast TV. Nashukuru sana kwa wale ambao wanazidi kusupport hii channel. Zidi kusubscribe. Tunaelekea tunaenda bro. Tunaelekea 200 subscribers, na zidi kushukuru. Hii ni Mwanangu Podcast TV. Mimi nawapenda sana. Adios.